Mpendwa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwaresima ni kipindi ambacho kinafuatana na ufunuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, yani Epifania. Na kama vile ambavyo ilikuwa ni tukio la Yesu kukaa jangwani ilivyofuatiwa na ubatizo wake, kwa mpangilio Kwaresima huwa inafuatana pia na Pasaka, yani kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kama tukio kuu la ubatizo na upatanisho wa wale ambao walikuwa wametengwa na ushirika wa kanisa kwa uasi au makosa makubwa. Msingi wa Kwaresima ni kujifunga kwa ajili ya kumtafuta Mungu, na toba ni kujikana, lakini pia kujifunza na maandalizi ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yani sikukuu ya Pasaka. Kipindi cha Kwaresima huanza na Jumatano Majivu kama nilivyosema, na hudumu kwa muda wa siku 40, na hii inategemea na madhehebu, lakini mpaka siku hiyo inapoanzia, kwa kawaida unapofika Pasaka inakuwa imefikia karibu siku 40, yani kunakuwa na mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo hapo katikati. Katika kipindi hiki Wakristo wanaalikwa kutafakari fumbo kuu la wokovu wa Kristo na kuishi maisha mema, maisha kukulia ubatizo. Kipindi ambacho kinaambatana pia na kujitoa sana kwa ajili ya kazi za Mungu. Siku 40 ni siku za utakaso kama nilivyosema, na tunakumbuka pia siku ambazo Yesu Kristo alikaa jangwani akisali na kufunga kabla ya kuanza utume wake. Kwa kufunga tunaungana na Wakristo wengine wote duniani katika njia ya msalaba, yani Calvary, tukitafakari kwa kina maana ya imani yetu na tukiishi katika matendo ya kile tunachokiamini, yani njia ya Kristo. Na ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19, tunasoma maneno haya kwamba Mungu alisema na wa Adam wa kwanza, ni Adam na Hawa, kwamba kwa jasho la uso wake utakula chakula hata utakaporudi ardhini ambapo hiyo ulitwaliwa. Kwa hiyo kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo Jumatano ya Majivu ni rejeo la kwamba sisi wanadamu tunakumbushwa na mavumbi na mavumbini tutarudi. Hii ndio siku ya kwanza ya Kwaresima, na siku hii tunapakwa majivu kwenye paji la uso. Maana yake ni nini? Alama hii yatukumbusha kwamba mwili wa mwanadamu huu katika hali ya uharibifu na una ukomo. Alama hii ikitueleza kwenye matumaini ya Kristo kwamba ingawa tuna ukomo katika mwili, lakini hatuna ukomo katika roho. Tunaishi tukitambua kwamba sisi si kitu katika ulimwengu huu, bali tunapita tu, na tunakiri na kukubali wazi wazi mbele ya Mungu Baba muumba wetu na mbele ya wenzetu kuwa sisi tumepungukiwa, lakini huruma za Mungu ni kubwa kuliko dhambi zetu. Hivyo tunakiri makosa yetu na yeye anatusamehe. Katika kipindi cha Kwaresima kama ambavyo tumeelezea, tunaalikwa kuwa karibu zaidi na Mungu kwa njia ya neno la Mungu, neno la imani, pamoja na matendo mema, matendo ambayo ya utu, kuangalia wanaopita kwenye changamoto mbalimbali na kuwasaidia. Maisha yetu kama Wakristo ni katika kipindi hiki ambacho tunatakiwa kuishi maisha ya imani na yenye msingi wa neno la Mungu na iliyotakaswa kwa wokovu wa kweli. Neno la Mungu lazima lijae kwa wingi katika kipindi hiki, na njia kuu ya kushinda vishawishi na majaribu ni kulitafakari sana neno la Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresima. Nini mambo ya kufanya? Kwanza, kusikiliza na kuliishi neno la Mungu. Neno la kweli linatoka kwa Mungu mwenyewe, na tunapoliishi maanake tunaishi yale maongozi ya Mungu. Mungu alisema na Yoshua katika ile Yoshua 1 kwamba kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako, kiishi, ndivyo utakavyofanikiwa. Hapo unafanikiwa kiroho, lakini unafanikiwa kimwili. Lakini neno la kweli linaondoa uongo na linaondoa pia sumu ya uharibifu ndani ya mwanadamu kupitia adui Shetani, ambaye anataka kila wakati ujue kwamba Mungu atende jambo lolote kwenye maisha yako. Kwa hiyo kazi yake zile anazokuja kufanya hapa duniani anazitimiza kupitia maneno ambayo yaendani na neno la Mungu. Lakini kuna jambo la kufanya pia ambalo ni toba ya kweli. Katika kipindi cha Kwaresima ni kipindi cha kufanya toba na kuacha mambo yote ya kale, na tunapofungwa katika toba, tukiwa tumefunga, tunatakiwa pia kuzuia vilema vyetu ambavyo vinagusa maumivu au mateso
ya wanadamu, lakini tunavaa utu wa ndani ambao ni wa Mungu, na tunaomba kujaliwa nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo itatuwezesha pia kusimama katika imani, lakini tujue kweli ile kwamba Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu. Haitoshi tu kukiri makosa yetu, bali tunahimizwa kuungama na kutubu kweli kweli na kuacha kabisa dhambi zetu. Nguzo 3 za Kwaresima ni kama ifuatavyo: sala, funga na matendo mema. Sala ni nini? Moja ya nguzo kuu ya Kwaresima katika kipindi hiki cha Kwaresima ni sala. Kwa kifupi, kusali kwa Mkristo yoyote maana yake ni kuruhusu upendo wa Mungu utawale ndani ya moyo wake, na hivyo Mungu anapotawala kuna mambo ambayo kwake anayashindwa, lakini Mungu akiwa pamoja naye, kwamba Mungu anaweza kumsaidia. Kwa hiyo ni kujiweka tayari kwa ajili ya jambo lolote ambalo Mungu anaweza kuleta. Kusali kwa Mkristo ni kuishi maisha ya sala kama sadaka na sifa kwa Mungu muumba wake. Sala pia inatuunganisha na Kristo na kanisa na historia yake kwa ujumla, na inatusaidia pia kufunua mambo yote ambayo yamefungwa ndani ya mioyo yetu, natupeleka mbele za Mungu kupitia sala, ambaye pia yeye Mungu anatuthibitisha. Na kwa kifupi tu kwamba sala ina utatu ambao ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila mwanadamu anapaswa kujinyenyekesha katika kipindi cha Kwaresima kupitia sala. Jambo la pili ni kufunga. Kufunga kwa asili ya kiroho ina maana kubwa sana na ina mambo mengi ambayo yanahusisha kufunga. Ni kama vile tunavyoona mwanadamu anatafuta mahitaji yake na wakati mwingine anashindwa. Mungu wakati mwingine anatengeneza mazingira ambayo mwanadamu anatakiwa ajue kwamba kuna wakati wa kukosa, kuna wakati wa kupata, lakini kujinyenyekesha. Anaachilia Mungu hamu ya kuendelea kumtafuta kupitia kufunga. Hicho ndio sehemu ya chakula ambacho kinaitwa chakula cha kiroho. Utamaduni wa Kristo kufunga ulianza na Mungu mwenyewe, na alikuwa anaagiza kwamba mfunge kwa kusali na kuomba. Yoeli ile sura ya 2 mstari wa 12 mpaka 13, na anasema mfunge kwa kusali, kwa kuomba, lakini pia lalueni mioyo yenu na sio mavazi. Hapa ni kipindi ambacho tunakaa katika toba, lakini tunangoja katika kufunga. Tunachukua mfano wa Kristo mwenyewe ambaye alifunga siku 40, akakaa kule nyikani, na alipomaliza siku 40 mjaribu akamjia, ni Shetani. Kwa hiyo tunapofunga, kumbe tunajiandaa pia kuyashinda majaribu. Yesu alishinda majaribu baada ya kufunga. Tunapofunga tunatengeneza pia ujasiri ndani ya moyo wetu, ndani ya mioyo yetu, lakini pia tunatengeneza nguvu ya imani, kwamba sio lazima tule tu, na Mungu amesema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, lakini pia kwa neno la Mungu. Kwa kufunga tunakuwa na uwezo wa kuiambia miili yetu kwamba sio lazima tule mikate ya duniani, lakini kuna mkate wa mbinguni. Kwa mfano, tunajinyenyekesha kwa kuacha chakula, kwa kuacha mambo ambayo tunayapenda, kwa kuacha njia ambazo pengine tulishazizoea, ili tuweze kustahimili mbele ya imani ya Mungu na kutoka katika njia za dhambi. Lakini pia tunapofunga tunatafuta mapenzi ya Mungu kwa kujinyima kile ambacho tunachokipenda sana, na inakuwa katika muda fulani tunapanga. Na hapa Wakristo wanaalikwa kuwa makini sana. Ili uweze kufunga ni lazima ujiandae kiroho na ujiandae pia kimwili, kwa sababu kuna vishawishi vingi ambavyo vinaweza kukuambia kwamba uwezi kufunga. Lakini kuna matendo ya huruma, nguzo ya 3. Matendo ya huruma ni moja ya nguzo ya Kwaresima, na matendo haya ya huruma ni zaidi ya utoaji wa sadaka, lakini ni mwelekeo wa moyo